Basi inshallah tutaondokea humu mnamo 92 93, nayo wamenikumbusha akasema, tufikia wama kana limu'mini an yaqtula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minatin wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaq fafidyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minatin falam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ain tawbatan min Allah wa kana Allahu aliman hakima. Na ndio tulifika aya hii. Kama ni hivyo basi tutaipita haraka haraka kwa sababu tulikomea mwaka uliopita, halafu tutaanzia darsa kwa aya hiyo hiyo baada ya kupita haraka haraka. Wama kana limu'minin, na haikuwa kwa mu'mini ai muislamu, an yaqtula mu'minan, kumuua muislamu mwenziwe, illa khata'a, illa itokezee kimakosa. Ikiwa kimakosa kuna taratibu zake, na asli ya kifo tukija huko nyuma ambao tutaikuta katika suratul Al-Maida, ameanza Qabil kumuua Habil. Qabil palikuwa na ugomvi uliokuwa hauna sababu kubwa ya kuoa ndugu kwa ndugu. Anakuja huko ujue huku kuua asli kumetokana na Qabil. Nabii Adam alayhi salatu wassalam alipata kizazi cha pacha. Nikifika hapa usema siwezi nikasema pacha ngapi, kwa sababu zina khilafu ya wanazuoni, na haina haja watu kuwatia katika khilafu za wanazuoni. Anayetaka atakwenda pekura mwenyewe, atajua mimi nitafuata hapa. Alikuwa akizaa mwanamke mwanamume, kifo kinatoka huko kuua na ovyo ovyo. Mwanamke mwanamume, mwanamke mwanamume, mwanamke mwanamume. Mimba ngapi nasema sizitaje, ukizitafuta utazikuta, zina khilafu ya wanazuoni. Ikawa kuozeshwa kwao hii ni sahihi, huyu mwanamume wa huku aowe mwanamke wa huku, japo baba mmoja mama mmoja. Kwa zama hizo kumuoa yule waliotoka katika pacha moja ni haramu. Kwa hivyo haramu wa ndoa umekuja toka kwa watoto wa Nabii Adam. Ikatokea mimba ya Habil na Qabil, maarufu kisa. Ikawa ndugu wa Habil mwanamke aolewe na Qabil, na ndugu wa Qabil aolewe na Habil. Hiyo ndio sahihi. Adam akawashauri hivyo wanawe waoe. Habil akakubali, Qabil akakataa, kwa sababu anasema ndugu yangu mzuri hawezi akanipa ndugu mbaya. Vitabu vinasema hivyo mimi nanukuu tu. Ye ndugu yangu mzuri siwezi nikampa, kila mmoja aoe ndugu yake mwenyewe, na hiyo ni haramu.
Adam akawa taabani, akamwonya Kabil, hakuonyeka. Akamtisha kidogo, hakutishika. Ndio nasema kitabu kinavyosema, ikabidi Adam akapewa amri, waambie watoe taqarruban ila Allah, tukija chanzo cha kifo kiko huko, wajikurubishe kwa Allah. Habil alikuwa anachunga kondoo, Qabil alikuwa analima ngano, nafaka. Watoe taqarruban ila Allah, itakayokubalika taqarruban hiyo ndiye ataoa huyo mtoto anaambiwa mzuri, kwa maana ndugu yake Qabil. Akawaambia Adam, Habil uchague kondoo ukatoe sadaka, na Qabil uchague ngano ukatoe sadaka. Ngano itakayoondoshwa, kondoo atakayoondoshwa, ndiyo Allah kataka hivyo. Katika vitabu baadhi wanasema itakayochomwa moto, lakini riwaya hii wanazuoni wamekanusha, hawakuitia nguvu. Habil akachagua kondoo mzuri, kisa tunakijua. Qabil akachagua ngano mbovu, wakapeleka katika uwanja wa sadaka. Sadaka ya Habil ikakubalika. Ndio katika aya tutazikuta katika suratul Maida, watlu alayhi naba ibnai adama bilhaqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulaka inni akhafu Allah rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatala fa asbaha min al-khasirin fab'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari saw'ata akhihi qala ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadha al-ghurabi fauwari saw'ata akhi fa asbaha min an-nadimin min ajli dhalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a ila akhir al-aya. Kisa hasa ni hicho, lakini kwa kukufahamisheni kwa haraka tuje hapa. Qabil akatoa kondoo ngano mbovu, sababu alikuwa mkulima. Habil akachagua kondoo mzuri. Kondoo wa Habil akakubaliwa. Baadhi ya vitabu vinasema sadaka itakayochomwa moto, lakini hapa kondoo wa Habil hakuchomwa moto, kapandishwa juu. Naye ndiyo alokuja kombolewa katika riwaya sahiha, Ismail alayhi salatu wassalam, wakati alipotaka kuchinjwa na baba yake Nabii Adam. Akamwambia, sasa wewe ndio kushashindwa, ndugu yako atamuoa Habil. Hata hivyo akamfanyia njama mpaka akamuua. Kifo cha mwanzo cha kudhulumiwa ni Habil kuuawa katika mkono wa Qabil. Kondoo yule akapandishwa juu. Ndiyo Nabii Ibrahim alipoota anachinja, anataka kumchinja mwanawe, inni ara fil manami anni adbahka fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin falamma aslama wa tallahu liljabin wa nadaynahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Mwisho wa fadainahu bi dhibhin adhim.
tukamkomboa kwa kichinjwa kilichokuwa kizuri kabisa. Nani? Kondoo alomtoa Habil. Tafsiri nyingi zinasema hivyo. Basi tushaona bila kuzifasiri hizi aya, lakini kwa utamu zaidi, watlu alaihim naba abnai adama bilhaqi, wasomee Muhammad habari ya kuuana ovyo hivi, habari ya watoto wawili wa Nabii Adam. Kwa kweli, idh qarraba qurbana, wakati walipotoa sadaqa taqarruban ila Allah, fatukubila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar, ikakubaliwa ya mmoja wao ikakataliwa ya mwingine. Kwa maana kondoo wa Habil akanyanyuliwa, sadaqa au taqarruban ya Qabil ikaachwa pale pale, ndio fatukubila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Hapa kaambia qala la aqtulannaka, mtakuwa, lakini ndugu yangu humuoi. Qala innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin, mwenzangu, hakika Mwenyezi Mungu anawatakabalia wale wacha Mungu. Mbona roho yako hivyo mwenzangu? La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasatin yadi ilayka liaqtulak, kama wewe utanyoosha mkono wako kuniua mimi wangu sitaunyoosha kukuua wewe. Inni akhafu Allah rabbal alamin, maneno ya Habil lakini maneno ya Allah. Ninamwogopa Mwenyezi Mungu. Inni uridu an tabua biithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar, mimi nataka ubebe ushukue dhambi za ubaya wako na dhambi za kuniua mimi. Ujue hayo, ni uridu an tabua biithmi wa ithmi fatakuna min ashabin nar. Mbona utakuwa mtu wa motoni mwenzangu? Wadhalika jazaa'u dhalimin, la hiyo ndio malipo ya madhalim. Bado hakuonyeka Qabil, fatawat lahu nafsuhu qatla akhi. Tawat wanasema ay zayyanat, ilimshawishi nafsi yake kumua mwenziwe. Fakatala, akamua. Fa asbaha min alkhasirin, akawa miongoni mwa waliokhasirika. Hajui ya muhifadhi vipi maskini. Allah anasema fab'atha Allahu ghuraban yab'athu fil ardh, akapeleka Mwenyezi Mungu kunguru. Lugha mbili, wengine wasema kunguru, wengine kunguu, yote sawa sawa. Wakapigana, mmoja akamuua mwenziwe, akachimba. Ndio fab'atha Allahu ghuraban yab'athu fil ardh biminqarihi, mpaka alipopata shimo akamkokota. Qabil anatoa macho tu, liyuriyahu, ili amuoneshe kaifa yuwari sawata akhi, vipi ataihifadhi maiti ya ndugu yake. Atalipozika yule kunguru, qala ya wailata, ole wangu, kumbe ni hasara. Ajaztu an nakuna mithla hadha alghurabi fa uwari sawata akhi, hivyo nimeshindwa kuwa kama huyu kunguru, nikaweza kuhifadhi maiti ya mwenzangu. Fa asbaha minan nadimin. Nadama hapa sio majuto. Wanasema sasa, lau ingekuwa kajuta kwa nini kamuua, ingelikuwa ni tauba. Lakini minan nadimin, ushindwa na huyu kunguru. Bas hivyo kunguru kanishinda mie, ndo min ajli dhalik, kwa sababu hiyo ya kuuana ovyo. Katabna ala bani Israil, tumewaandikia wana Israeli, kwa sababu wao watu wa bure kule. Mayahudi watu wa bure, tumewaandikia kwa sikazi kwao. Annahu man qatala nafsan bighayri nafsin au fasadin fil ardi fakaannama qatala an-nasa jami'an, atakayeuwa nafsi bila hiyo nafsi na sababu ya kuuawa, basi ajue jarima lake kama kaua watu wote. Waman ahyaha, na atakayesababisha, yani sababu muhuishaji na mufishaji ni Allah, sote tunajua hivyo. Fakaannama ahya an-nas, hiyo ndio sababu ya kuuawa. Katika suratul Maida, tukifika kama tuko hai, wakifika wenzangu watakuja pita humu na mpita mimi. Sasa hapa tunaambiwa sisi, wama kana lilmu'minin, haikuwa kwa Muislamu
an yaqtula mu'minan, kuiua nafsi ya Muislamu mwenziwe. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, idha altaka almusliman bisayfayhima falqatil wa maqtul fi an-nar, wakikutana Waislamu wawili kwa panga zao, wakatoa ile kupigana kwa panga, tasema sema kwa silaha zao, falqatil wa maqtul fi an-nar, atakayeua na atakayeuliwa wote motoni. Masahaba wakashangaa, wakamuuliza Mtume, ya Rasulullah, hadha alqatil, huyo aliouwa na anastahili kwenda motoni, hakuna tatizo, ili tunajifahamu. Fama balu maqtul, vipi huyo aliouwa? Akamwambia, innahu kana harisan ala qatli sahibihi, kwani yeye alikuwa anamchunga huyo, anamvisia ampate kaziliwa yeye. Kwa hivyo kupigana ovyo ovyo, kuuana ni haramu kabisa, na hizi aya zinatuwekea sawa hivi. Tuendelee. Wama kana mu'minin, haikuwa Muislamu an yaktula mu'minan, kumuua Muislamu mwenziwe, illa khata'an, illa itokezee kimakosa. Waman qatala mu'minan khata'an, na yule atakayemuua Muislamu mwenziwe kimakosa, hapa ameshabihisha kama mko katika kulinda au kuwinda wanyama, paa kule na wengine maporini, ikawa mwenzio kainama, ukafikiri yule ndio paa yule, ukampiga kuja kwenda fulani, hiyo imekuwa kimakosa. Wengine wanasema Mungu atustiri katika barabarani, kusudia kumuua, umempiga busa kafariki, ile inachukuliwa ni khata. Nini matokeo yake? Hapa tutaona matokeo yake mazito. Waman qatala mu'minan khata'an, atakayemuua Muislamu kimakosa kwa njia yoyote ile, basi kutubia kwake fatahriru raqabatin mu'minatin, atoe mtumwa. Kwa zama hizo kulikuwa na watumwa, sasa hivi tutasema hakuna. Kwa hivyo hii bado itasoma na hukumu bado iko pale. Kama hakuna hiki huko mbele watakuwa koje, sijui. Fatahriru raqabatin mu'minatin, atoe huyo mtumwa, wadiyatun musallamatun ila ahli, na dia ipelekwe kwa watu wa yule alouawa. Hiyo dia sasa, nisikizeni vizuri hapa, dia ni nini? Ni kujikomboa wewe kwa yule ulomuua. Na nafsi ya mtu ina ngamia 100. Hii nafsi yangu, hiyo yako, hata kama mtoto mdogo, uzito wake wa dia ni thamani ya ngamia 100. Mimi sijui thamani ya ngamia sasa hivi, lakini afika milioni 3. Ng'ombe milioni 2 sasa hivi, sikwambii ngamia 300,000, milioni 300, milioni 400, ndo dia ya Muislamu tunazo. Kwa maana hakuna kuuana ovyo ovyo. Huyu khata'an, je kusudi taikuta baadaye. Kwa nini ikawa ngamia 100? Ndio nikasema nisikilizeni kama nilivyokuta katika upekuzi. Uislamu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huko zamani ilikuwa dia ngamia 10. Dia ni ngamia 10, vitabu vilivyotangulia. Lakini dia ya Mtume Muhammad inatokana na baba yake Abdullah. Katika tarikh inatokana na baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ilikuwaje? Babu yake kwa utukufu wa Quraish, palikuwa na upinzani wa kukarabati al-Kaaba na kusafisha al-Kaaba.
kila kabila linataka, akaika nadhiri hii, lakini nadhiri sio nzuri. Pindipo nitafanikiwa mimi nitachinja mwanangu mmoja mwanamme. Akafanikiwa bwana Abdul Muttalib kufanya lile alilokuwa ameliwekea nadhiri, ikabidi atoe mwanawe mmoja mchinje. Ndivyo alivyoweka nadhiri, pakatafutwa na kura zikapigwa, ikamwangukia Abdallah ndo akuchinjwa. Kisa kirefu, Abdallah achinjwe. Inasemekana upande wa kukeni, yeye kuumeni, ukasema mtoto hachinjwi, wanaochinjwa ngamia. Tuko tayari kumkomboa kwa kiasi chochote, lakini Abdallah asichinjwe. Wakaenda kwa wajuzi, wakaambia waambieni watie ngamia 100, alafu watizame wapige kura, sio ilikuwa inapigwa vipi kura, itangukia wapi. Wakaekwa ngamia 10. Ilipopigwa kura, Abdallah achinjwe. Wakarudi tena, kaambia nyie tieni ngamia 10 tu, mpaka itakuwa nani achinjwe, mpaka watachinjwa ngamia. Wakati ya 20, wakati ya 30, wakati ya 40, wakati ya 50, wakati ya 60, wakati ya 70, wakati ya 80, 10 tu, mpaka walipofika 90, Allah bado hajataka achinjwe ngamia, wachinjwe Abdallah mpaka walipofika 100. Hii ndio hukumu yetu. Ikageuka ikawa kwa ngamia, wakachinjwa ngamia 100, akaokoka Abdallah. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ana ibni dhabihaini, ana ibni dhabihaini, mimi Mtume Muhammad ni kizawa cha wachinjwa wawili. Walotaka kuchinjwa wawili wakafidiwa. Nani? Abdallah na Ismail, kwa sababu ndani ya ukoo wa Nabii Ismail ndio katoka Abdallah, na ndani ya katika Abdallah ndio katoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama tulivyosema, Ismail alitaka kuchinjwa na baba yake kwa ndoto, alioteshwa na Mwenyezi Mungu, inni ara fil manami anni adbauka fanzur madha tara, nimeona na kuchinja, unaonaje? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, fanya ulivyoambiwa. Satajiduni insha Allah min as-sabirin. Falamma aslama wa tallahu liljabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ruya. Tayari tukamgeuzia, tukamleta yule kondoo. Kwa hivyo Ismail kachinjwa kwa kondoo, dhabhu wa kwanza, na Abdallah kachinjwa kwa ngamia, dhabhu wa pili. Ndio Mtume akasema, ana ibni dhabihaini, mimi ni mtoto wa wachinjwa wawili. Hapa anasema fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahli, na apeleke dia, ipelekwe kwa watu walouliwa mtu wao. Khata hiyo, ila ahli illa an yasaddaqu, ila watakapotoa sadaka, yani watakaposamehe. Sababu tunajua na si kusudi, basi utaweza kuambiwa, lakini ana watoto wadogo huyu, basi angalau ulete milioni 20. Wamenikomoa. Ulikuwa utoe milioni 400 ndo dia yake, 400 milioni. Kwa hivyo ila watakapotoa sadaka, wakisamehe yote, au wakikwambia basi lete kidogo kwa hawa watoto na wao wapate, usifanye kelele. Allah kaandika hivyo, illa an yasaddaqu, isipokuwa watakapotoa sadaka au watakaposamehe. Fa in kana, kama itakuwa min qaumin aduwwin lakum, yule mlomuua Muislamu lakini wazazi wake ni adui zenu, kwa maana washirikina. Mmemuua Muislamu lakini wazazi wake washirikina, ndio inkana fa inkana min qaumin aduwwin lakum, ikiwa ni adui kwenu, wa huwa mu'minun, na huyo mlomuua ni Muislamu lakini wazazi wake wote washirikina, kwa maana makafiri.
mtafanya nini? Fatahriru raqabatin mu'minatin, ni kutoa huru mtumwa. Kanyamaza kimya, hamna dia itopelekwa kule kwa sababu wazazi wake si Waislamu. Wa inkana, na kama itakuwa min qaumin bainakum wa bainahum mithaq, baina yenu na nyinyi pana ahadi ya kutokupigana, makafiri lakini wamekuja jisalimisha kwenu, wamekuja jiegemeza kwenu, hawataki vita na nyinyi, ndio min qaumin bainakum wa bainahum mithaq, watu ambao baina yenu na nyinyi pana ahadi ya kutokupigana. Basi mkimuua mtu wao huyu mithaq na bainakum wa bainahum mithaq, fadiyatun musallamatun ila ahdi, hawa madhali pana ahadi ya kutopigana, mtapelekea dia kama yule wa mwanzo. Ila ahli wa tahriru raqabatin, na mtoe huru mtumwa mu'minatin, alokuwa Muislamu. Kama hakuna mtumwa basi faman lam yajid, asiyepata. Milioni hizo 400 si rahisi kuzipata, na kushakwenda kwa wenyewe, weshakusamehe, basi panataka toba. Wewe uliofanya hivyo utubie kwa Allah. Sasa kutubia kwake ni hii, wa faman lam yajid, asiyepata hayo, fasiyamu, afunge, shahraini, miezi miwili, mutatabiaini. Mmoja tunaukokota inshallah tumaliza salama inshallah. Ni miezi miwili mfululizo, mutatabiaini, kwa kufanana, ila usije ukafanya ujanja ukaiweka Ramadhani katikati. Usije ukafanya ujanja hapa umefanya kosa hilo, unasubiri Rajabu, nafunga Shaabani na Ramadhani. Ramadhani ni ya Allah si adabu hii. Imesoma aya kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hii si adabu. Wewe unapewa adabu, funga Rajabu, Shaabani, Ramadhani. Sio ukafunga Ramadhani mfunguo mosi, tayari Ramadhani na mfunguo mosi. Ila pakiwa panaidi. Ikiwa panaidi ni haramu kufunga katika siku ya Idi, hapo tu ndo hutokuwa mutatabiain. Lakini funga mfungo 5, mfungo 6, mfungo 7, mfungo 8, mfungo 9, Rajabu, Shabani, Ramadhani, kula Idi tu unganisha na Shawwal. Ukiweka kati huu mwezi wa Ramadhani itabidi ufunge miezi 3, mmoja wa Allah, miwili ya adhabu. Fasiyamu shahrain mutatabi'ain taubatan min Allah, hii ni toba inayotokana kwa Allah. Wa kana Allahu aliman hakima, na amekuwa Mwenyezi Mungu anajua na mwingi wa hukumu. Wa man yaqtul mu'minan mutahammidan, na atakayemuua Muislamu mwenziwe kusudi, ugomvi wenu wote isifike kuuana, umemuua kusudi, fajazauhu jahannam, huyu malipo yake ni moto wa Jahannam, khalidan fiha, atakahum. Tena kusamehewa kwa Allah hiari yake huko, lakini aya inasema hivyo, khalidan fiha, huyu ataingia milele. Wa ghadhiba Allahu alayhi, na amemghadhibikia Mwenyezi Mungu juu yake. Wa la'nahu, na amemlani mtu huyo. Wa adalahum adhaban adhima, na amemwandalia adhabu iliyokuwa nzito kubwa. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, idha darabtum, kama mtapiga miguu, kama mtapiga ay safartum, kama mtakuwa katika safari, fi sabilillahi, katika njia ya Mwenyezi Mungu, fatabayanu, mkipigana basi thibitisheni kwanza wale mnawapiga siwa hawamo Waislamu. Ndio fatabayanu ay fatathabatu, huyo mnompiga hamna Muislamu. Wala taqulu, wala msiseme, liman alqa ilaykumus salama, yule anaokutoleni salamu, lasta mu'minan,
we kwa sababu umeona upanga huu, we si Muislamu ukamuua. Madhali kesha slimu, kesha toa ashhadu an la ilaha illa Allah, huyo huwezi ukamwaga damu yake. Ni haramu kumwaga damu ya Muislamu. Kwa hivyo thibitisheni kwanza, mnakwenda kumpiga nani? Ikiwa atatoa shahada, basi huyo usipigwe. Ndio fatabayanu wala taqulu, wala msiseme liman alqa ilaykum salama, atakaye kukwekeeni kwenu nyinyi amani, lasta mu'minan, wewe umeogopa huu panga tu ndio unatoa salamu. Mwacheni. Tabtaguna aradha alhayati dunya, mnatafuta mapato ya kilimwengu tu kwa sababu ngawira. Haya, tabtaguna aradha ni mapato, unaweza kusema ngawira alhayati dunya za ulimwenguni. Fa inda Allahi, hakika kwa Mwenyezi Mungu, maghanimu kathira, kuna ngawira nyingi. Kwa hivyo musije mkauana bure bure. Kadhalika ndo kama hivi, kuntum min qablu, na nyie mlikuwa si Waislamu tokea hapo mwanzo, kabla mlikuwa si Waislamu. Famanna Allahu alaikum, akakupeni ihsani Mwenyezi Mungu juu yenu. Manna hapa ni ihsani, imani, mukawa Waislamu. Manna, neno manna ni kufanya ihsani Allah, kutupa imani Allah. Manna asli yake ni kusumbulia. Ili neno manna ni kusumbulia. Wale wanaotoa mali zao walladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Mannan wala adha, wale wanaotoa mali zao, sura nyingine hii, Suratul Baqara, wanaotoa mali zao katika njia ya Mwenyezi Mungu, kesha wasifatishie kusumbulia. Asli yake ni manna, kusumbulia, ndio tafsiri iliyokuwa sahihi. Je, Mwenyezi Mungu anasumbulia? Mwenyezi Mungu anatoa ihsani. Manna, wanasema wafasiri waliojitahidi, inakwenda kwa watu watatu au kwa watatu: kwa Mwenyezi Mungu, kwa mtume na kwa wazee. Mzee hakusumbulii. Mzee kule kukupa chakula, nikakusomesha, ukawa na madigrii, anaweza kukuambia mie ndo nilokufikisha hapo hivyo, usinisumbulie we. Mzee hakusumbulii, ana haki ya kukuambia hivyo. Lakini kwa yoyote mwingine ni sumbulizo. Likitoka kwa Allah ni ihsanu, ikitoka kwa mtume ni ihsanu, ikitoka kwa mzee ni ihsanu. Lakini ikitoka kwangu mimi na wewe ni kukusumbulia. Hiyo kanzu nimekupa mie, hiyo sikukupa hiyo kanzu hiyo. Utanivulia unipe mwenyewe kwa sababu nakusumbulia. Kwa wazee sikusumbulia, wache mzee akugombe mpaka atosheke, haja kusumbulia. Ni kweli mtume akisema, kwani sio mimi nilokuleteni amani hapa? Watu wa Madina mlikuwa mnapigana ovyo ovyo. Hakuwasimbulia, amewapa ihsani kwao. Na Mwenyezi Mungu anatoa ihsani kwa waja. Hata Musa alayhi salatu wassalam, wakati alipopewa utume, kalitumia neno hili Mwenyezi Mungu, walaqad mananna alayka marratan ukhra idh awhayna ila ummika ma yuha an iqdhifihi fi at-tabuti faqdhifihi fi al-yammi falyulqihi al-yammu bisahil ya'khudhuhu aduwwun li wa aduwwun lah wa alqaytu alayka mahabbatan minni wal tusna ala ayni idh tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluhu faraja'naka ila ummika kay taqarra aynuha wa la tahzan wa qatalta nafsan fanajjaynaka min al-ghammi wa fatannaka futuna falabithta sinina fi ahli madyan thumma ji'ta ala qadarin ya Musa. Ni ihsani ya Allah kwa Musa. Kwa hivyo na hapa imetumia manna. Wewe ya ayyuhalladhina amanu, enyi mloamini, idha darabtum fi sabilillahi, wakati mnapopigana, mnapotoka kwenda katika njia ya Allah,
Msipige ovyo ovyo. Fatathabbatu, thibitisheni. Fatabayanu, hapa fatabayanu tafsiri fatathabbatu, thibitisheni mnaotaka kuwavamia. Kama ni waislamu wenzenu, fatabayanu, basi bainisheni nyinyi mnatoka kufia. Wala takulu, wala mseseme liman alqa ilaykum salama lasta mu'minan, msimwambie anaokutoleeni salamu wewe si muislamu, wewe umetuogopa sisi ndio maana unajidai uislamu. Msimpige. Kwa nini? Turiduna, basi mnataka, lasta mu'minan tabtaghuna aradha alhayati dunya, mnataka maisha ya kilimwengu mupate ngawira za hivi tu. Fa inda Allahi maghanimu kathira, kwa Mwenyezi Mungu kuna ngawira nyingi. Kadhalika ndio kama hivi, kuntum min qablu, mlikuwa nyie kabla ya Uislamu mlikuwa kama wao makafiri. Famanna Allahu alaikum, akakufanyeni ihsani Mwenyezi Mungu ya kukupeni imani. Fatabayanu, basi mkipiga mujue nani mnampiga. Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, kana bima ta'maluna khabira, amekuwa kwa mnayoyafanya anayajua. La yastawi alqa'iduna, hawawi sawa wale waliobakia tu Madina. Kuna wengine wanatoa udhu wa ovyo ovyo, tutaikuta katika surati Tauba. Vikiwa vita, basi wanakwenda kutoa udhuru tu uliokuwa hauna maana, wakabaki nyuma, wasende kwenye vita vya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akawaambia la yastawi, hawawi sawa alqaiduna min almu'minin, wale waliobakia nyuma katika Waislamu wasiende vitani. Vita vingi, vita vya Uhudi, vita vya Khandaki, vita vya Badri, vita vya Hunaini, vita walikuwa wanakwenda kutoa udhuru. Allah anasema waliokwenda na wasiokwenda hawawi sawa. La yastawi alqaidun, hawawi sawa wenye kubaki nyuma, min almu'minina, katika Waislamu, ghairu ulil dharari, waliokuwa hawana sababu, hawana madhara, hawana shida, ila tu anataka kukimbia vita. Walmujahiduna fi sabilillahi biamwalihim, hawawi sawa na wale waliopigana katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa mali zao, wa anfusihim, na nafsi zao. Faddala Allahu, amewafanya bora Mwenyezi Mungu, amewafadhilisha Mwenyezi Mungu. Nani? Almujahidina biamwalihim wa anfusihim, waliopigana kwa mali zao na nafsi zao amewaweka bora. Ala alqaidin, na wale waliokuwa wamebaki nyuma amepa nini? Ajran adhima, malipo yaliokuwa makubwa. Malipo yenyewe darajatin minhu, cheo juu ya cheo, wa maghfiratan, na amewapa msamaha, wa rahmatan, na amewapa rehma, yani ni pepo, zote ni pepo. Wa kana Allahu ghafurar rahima, na Mwenyezi Mungu amekuwa mwenye kusamehe na mwingi wa rehma. Innal ladhina, hakika wale ambao, tawaffahumul malaikatu, wanaofishwa na malaika, dhalimi anfusihim, hali ya kujidhulumu nafsi zao, hawakwenda vitani, hawana sababu. Wakiulizwa qalu, wataulizwa watasema, dhalimi anfusihim qalu fima kuntum, mlikuwa na nini, mna sababu gani? Qalu, watasema mustadhafina fil ardh, tulikuwa tunanyongeshwa katika ardhi, hatuna uwezo wa kupigana. Qalu, watasema alam takum ardhullahi wasi'a, kwani ardhi ya Mwenyezi Mungu haikuwa ina nafasi? Fatuhajiru fiha, mkaondoka katika hiyo ardhi iliyokuwa mmenyongeshwa. Kwa maana kama mahala huna wasaa wa kufanya dini na ukapata mahala pa kufanya dini, basi unaambiwa uhame, kama alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa sasa hivi haitoitwa hijra. Kwa wakati ule Mtume ilikuwa ni hijra. Mtume kaifunga hijra
la hijrata ba'da al-fathi, hakuna kuhama tena kwa ile malipo ya hijra. Lakini mahala kama huna uhuru wa kufanya dini, na unapo mahala pa kwenda una uhuru wa kufanya dini, fanya njia wende. Ndo aya hii wakati huo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hivi kwa petu hapa, amani ipo, imani ipo, na kila kitu kipo, hujazuiwa kufanya dini yako. Kwa hivyo itakuwa kama haituhusu wewe, inawahusu wale waliokuwa wamenyongeshwa. Wakati ule kuna mustadhafina fil ardh, tulikuwa sisi tumenyongeshwa katika ardhi, tunadhalilishwa katika ardhi. Wataulizwa, qalu, watasema alam takun, hawa ni malaika wanawajibu, alam takun ardhullahi wasi'atan, kwani haikuwa ardhi ya Mwenyezi Mungu ina nafasi, fatuhajiru fiha, mkaweza kuhama katika ardhi hiyo, mkenda ardhi ya usalama. Faulaika ma'wahum jahannamu, hao makazi yao ni katika moto wa Jahannam. Wasaat masira, na mabaya mafikio au marejeo. Illa almustadhafina min arrijal, illa wale waliokuwa wamenyongeshwa katika wanaume. Ni kweli wamenyongeshwa, wanisai, na wanawake, walwildani, na watoto wadogo. La yastati'una hilatan, hawana njia ya kuweza kuondoka, hawajui njia ya kutoroka. Hawa wamesamehewa. Lakini waliokuwa na uwezo hawajapata msamaha katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa almustadhafina, illa wale walionyongeshwa, minarijali, katika wanaume, kwa utu uzima, hawana njia, hawana cha kutokea. Wanisai, na wanawake, walwildan, na watoto wadogo. La yastati'una hilatan, hawana hila. Hila hii ni neno la Kiarabu, yani hawana mbinu ya kuondokea. Hawa wamesamehewa. Wala yahtaduna sabila, wala hawaongozei njia, hawana njia ya kufata mpaka wakaongoka. Hawa wamesamehewa. Waman yuhajir, na yule atakayehama, fi sabilillahi, katika njia ya Mwenyezi Mungu, yajidu fil ardhi muraghaman, atapata katika ardhi muraghaman, yani misaada mingi. Waman yuhajir fi sabilillahi, waman yuhajir fi sabilillahi yajidu fil ardhi muraghaman kathira, atapata msaada mkubwa njiani humo. Atakuta watu wataweza kumsaidia katika zama za Mtume, lakini sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ilikuwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nimeruka. Faulaika, watu hao, asallahu, huenda Mwenyezi Mungu ayafu anhum, akawasamehe. Huenda ana khiari yake Allah. Aya hii nilikuwa nishairuka kwa sababu ni mstari mmoja tu, nimerukia jicho langu, nimepiga mstari wa pili hapa. Wanisai walwildani la yastati'una hilatan, hawana njia ya kuweza kuondoka. Wala yahtaduna sabila, wala hawawezi wakaongozea njia ya kwenda huko kulikokuwa na usalama kwao, wasidhofishwe. Faulaika, hao, asa, huenda Allahu, kwa Mwenyezi Mungu, ayafu anhum, akawasamehe. Wa kana Allahu, kwani amekuwa Mwenyezi Mungu, afuwan ghafura, ni mwenye kusamehe na mwenye kufuta madhambi. Lakini waman yuhajir fi sabilillahi, na atakayehama katika njia ya Mwenyezi Mungu, yajidu fil ardhi muraghaman kathira, atakuta katika ardhi msaada mkubwa. Yaani atakuta na watu watamsaidia pale, kasimama pale kapata chochote, na kundi jengine litamfata. Ndio muraghaman kathira, hatohama peke yake huyo. Na ilikuwa hivyo, unaweza ukaondoka Maka peke yako, mule njiani ukakuta na wawili, ukakuta na watatu, ukakuta na wanne, umeondoka wawili watatu, ukafika Madina mko 10. Ndio muraghaman kathira, utapata msaada mkubwa huko. Wasaatan, na wasaa wa maisha. Waman yakhruju min baitihi, atakayetoka nyumbani mwake. Hii ilikuwa katika zama za Mtume, lakini mpaka leo.
ile sio hijra ya mtume tu. Waman yakhruju min baitihi muhajiran ila Allah, na yule atakayetoka nyumbani kwake hali ya kuhama kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wa rasulihi, na kwa ajili anamfata mtume huko aliko, katoka katika njia hiyo. Thumma yudrikuhu almautu, kisha yakamfika mauti njiani. Hakufika kule kwa mtume, na wako waliokuwa wamefikwa hivyo zama za hijra. Faqad waqa ajruhu ala Allah, hakika mtu huyo imeanguka malipo yake yako kwa Mwenyezi Mungu, kwa maana atalipwa kule kuhama kwake, kwa sababu innamal a'malu binniyat, hakika amali zinategemea nia. Hapa nitaruku, kuna wengine walohama katika mtume lakini hawakwenda kumfata mtume, wamehama kwa sababu ya mwanamke tu, kahamia Madina na kwenda mfata nikamuoe kule kule. Hiyo ndio nia yake sana. Ndio maana mtume akasema innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'i ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atun yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Kenda kuoa itakuwa hijra yake ya kuoa huyo, si kwa hijra ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kapata mke na alikuwa Muislamu, alikuwa amefuata wanawake tu kwa kwenda kuoa. Mtume akaeka wazi, nia ndio inaolipwa. Ile nia yako, innamal a'malu binniyat, hakika amali zinategemea nia. Akaongeza wa innama likulli imri'i ma nawa, na kila mtu kile alichonuilia ndo anacholipwa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, yule alohama kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, malipo yake fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi, atalipwa hijra yake ya Mwenyezi Mungu na mtume. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atun yankihuha, kwa sababu ya matatizo tu kakimbia huko Maka au kufuata mwanamke, fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, malipo yake kile alichokihamia ndio anachokwenda kulipwa. Na hapa ndio hivyo hivyo, waman yakhruju, na atakayetoka min baitihi, katika nyumba yake, muhajiran ila Allahi, hali ya kuwa anahama kwa ajili ya Allah wa rasulihi, na anamfata mtume kule Madina. Thumma yudrikuhu almaut, kisha yakamfika mauti, hajafika kule Madina. Faqad waqa ajruhu ala Allah, malipo yake yameanguka kwa Mwenyezi Mungu. Ataandikiwa nia yake kwamba amehama huyu. Wa kana Allahu ghafuran rahima, na amekuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe na mwingi wa rehema. Wa idha darabtum fil ardi, na wakati mnapopiga miguu katika ardhi. Dharaba ni kupiga, ay safartum, wakati mnaposafiri katika ardhi. Falaisa alaikum junahun, hakuna ubaya kwenu, an taksuru min as-salati, kupunguza sala rubaiya. Hizi unapunguza sala rubaiya, utasali mbili mbili, ni ruhusa hiyo kaitoa Mwenyezi Mungu. Ilikuwa wakati wa vita na nini, lakini bado haikufutwa mpaka sasa hivi. Inategemea tena, wanazuoni wametokea masafa kadha mpaka masafa kadha, itakuwa masafa tu qasrin wa jam'un, unaweza ukakusanya na unaweza ukapunguza. Kwa hivyo kumbe imo ndani ya Qur'ani. Wa idha darabtum fil ardi, na wakati mnaposafiri katika ardhi, mnapopiga miguu katika ardhi. Darabtum ni kupiga, lakini hasa ni kusafiri. Falaisa alaikum junahun, hamna ubaya kwenu, si vibaya, an taksuru min as-salati, kupunguza sala za rakaa 4, ukasali rakaa 2 ama 2 na magharibi ya 3, hizo utasali kama kawaida. Kwa hivyo hapa dhuhuri, la asiri na isha unaweza ukazipunguza ukasali rakaa 2, wala huna dhambi. Falaisa alaikum junahun, hamna juu yenu ubaya au dhambi, an taksuru min as-salati, kuweza kupunguza sala za rakaa 4. In khiftum, ingawa imekuja kwa sharti lakini imeachiliwa mpaka leo. In khiftum, kama mtaogopea, an yaftinakum alladhina kafaru, kukutieni matatizo wale makafiri,
kukutieni fitna wale makafiri, basi punguzeni, umalize kusali uende zako. Innal kafirin, hakika wale makafiri, kanu, wamekuwa wao, lakum, kwenu nyinyi, aduwa mubina, adui walio wazi kabisa. Aduwa mubina, adui walio wazi kabisa. Kwa hivyo chukueni hadhari. Wa idha kunta fihim, hiyo ni sala ya hofu. Sala ya hofu. Hofu yani sala mna hofu msije mkavamiwa. Hii bado haijafutwa. Mtasali vipi? Hasa kwa wale wanajeshi, wale wanaokwenda jihadi na makafiri wanawavizia. Hii inaitwa sala ya vita kwa wanaoogopa kuvamiwa. Anaambiwa mtume hayupo. Sasa tunaambiwa sisi vipi tusali? Wa idha kunta fihim, na wewe Muhammad wakati utakuwa pamoja nao katika huo msafara, fa aqamta lahumus salata, ukawasimamishia sala, ikiwa za kupunguza zile raka 2 kwa 4, basi faltakum taifatun, mujigawe makundi mawili. Ndio maana yake. Nyinyi mnosafiri na mnaogopa msije mkavamiwa, hasa katika jeshi hii, kwa sababu alikuwa katika vita, hata kama msafara wa kawaida, lakini mna hofu, basi mtajigawa makundi mawili. Kama watu 100, aghlabu ndio msafara huo wa kijeshi, msafara wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anaambia Mtume, na wewe ukiwa umo katika msafara huo na ikabidi uwasimamishie sala, basi ugaweni makundi mawili. Kundi moja likae nyuma litazame maadui, kundi moja lisali na wewe. Sasa hapa ndo pagumu kidogo. Raka 2 isipokuwa magharibi raka 3, tena atachagua Mtume raka 2 atasali na hili kundi la mwanzo, raka 1 hajasali na lile, au raka 1 atasali na hili, raka 2 atasali na tegemea. Lakini hizi raka 2 za kupunguza, Mtume atakaa kule, Allahu akbar adhuhuri qasran, Allahu akbar, na wote kule linalinda lile kundi moja, kule liko nyuma, kule linalinda. Atasali raka 1, akishamaliza raka 1, raka ya 2 wale wanajeshi wake watasali kivyake, atamaliza mmoja haraka. Yeye atasimama juu, ataleta subhanallah au atakabbir mpaka wale watakaa tahiyatu wenyewe. Mtume bado au imamu bado amesimama. Wakesha toa salamu, imamu kayupo pale kasali nao raka 1, raka ya 2 wamemaliza wenyewe. Litakuja kundi la 2, aya itasema sasa hivi wale watakwenda kuchukua mahala pa kulinda. Kundi la 2 litakuja kabarovu hapo, watahirimia. Mtume au imamu ana raka ya 2, wao wale waloingia raka ya mwanzo, wale wa mwanzo wamemaliza wenyewe raka ya 2, hawa wanaanza raka ya kwanza kwa imamu raka ya 2, atasali nao kwa raka ya 2, wao wako raka ya mwanzo. Akishafika chini atakaa pale kama alivyosimama kwa subiri. Wale akishakaa kitako kwa raka ya 2, wale watamaliza wenyewe raka ya 2, watatoa salamu na Mtume Muhammad. Kundi la mwanzo limepata takbiratul ihram na kundi la 2 limepata salamu na Mtume Muhammad. Wote wamefaidika na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndiyo sala ya vita au sala ya hofu. Tuisome. Wa idha kunta fihim,
na we Muhammad ukiwa uko na wao, fa aqamta lahumus salata, ukawasimamishia wao sala, wewe ndo imamu, basi faltakum ta'ifatun minhum ma'aka, wasimame kundi moja pamoja na wewe, mtasali kwa rakaa moja, wewe utasimama hivyo hivyo ile rakaa moja, Allahu akbar, kwa kumaliza ya pili utabaki hivyo hivyo Muhammad. Wao watamaliza mwenyewe haraka haraka, watarukuu, watasujudu, watakaa tahiyatu, wakesha hao watatoa salamu moja moja. Hapo litakuja kundi jingine lile lilokuwa halijasali, ndo hapa faltakum ta'ifatum minhum ma'aka, lisimame kundi moja pamoja na wewe, waliakhudhu aslihatahum, wachukue silaha zao, wajue kwamba wale wakija wanasali lakini na silaha wanazo, wale mikuki, panga. Fa idha sajadu, kama watasujudu, falyakunu min waraikum, lile kundi lilokuwa halijasali lile liwe nyuma yenu, linatizama kule. Je, wanakuja wale? Hatakimaliza mmoja mmoja, mtume atabaki pale pale au imamu atabaki juu. Waltati ta'ifatun ukhra lam yusallu, watatoa salamu, watakaba off, wale watakuja kupanga safu, mtume ataendelea au imamu ataendelea na rakaa ya pili, wao ni ya mwanzo. Ndo falyati ta'ifatun, basi lije kundi nyingi, falyatu ta'ifatun, walyati ta'ifatun, lije kundi jingine, ukhra ndo jingine, lam yusallu, hawajasali, falyusallu ma'ak, na wao wasali pamoja nao. Watasalije? Wale washaondoka ile rakaa ya pili, wamemaliza mmoja mmoja, wakesha ondoka, wanakuja wale, wanapanga safu, imamu au mtume yuko pamoja na hawa kwa rakaa ya pili, wao rakaa ya mwanzo. Ataiendesha ile rakaa ya pili, akifika mtume hatosimama, akiwa hakusimama wao watasimama, watamaliza rakaa ya pili, watakaa kitako na mtume au na imamu, atatoa salamu. Wa kwanza wamepata takbiratul ihram, wa pili wamepata salam na mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio hiyo waliyati ta'ifatun ukhra, lije kundi jingine, lam yusallu, hawajasali wao, falyusallu ma'ak, watasali pamoja nawe, kwa maana lile kundi la mwanzo limeshamaliza kusali. Waliakhudhu hidhrahum, wachukue hadhari yao, wawe na hadhar, wa aslihatahum, na silaha zao. Waddu, wanapenda wale makafiri. Wadda ni kupenda, waddu, wadda alladhina kafaru, waddu kwa wengi, lakini wadda kwa sababu alladhina kafaru, wanapenda wale makafiri. Lau takfuluna, lau mngezisahau mkaziweka an aslihatikum, zile silaha zenu, mizigo yenu na silaha mkaziweka pale mkenda kusali, wa amtiatikum, na mizigo yenu, fayamiluna alaikum mailatan wahida, wakaja wakakuvamieni mvamio mmoja tu. Wanapenda hilo, lakini wakiona hakuendeki, anaosalia na silaha, asiyesalia na silaha, ndo kuna kuendeka kule. Hii ndo alivyofahamishwa mtume namna ya kupigana wakati wa sala. Waliyati ta'ifatun ukhra, lije kundi lingine, lam yusallu, hawajasali, falyusallu ma'aka, wataunga wao sala yako kwa we rakaa ya pili, wao rakaa ya mwanzo. Waliakhudhu hidhrahum, wachukue hadhari zao, wa aslihatahum, na silaha zao. Wadda alladhina kafaru, wanapenda wale makafiri, wanatarajia wale makafiri. Lau takfuluna an aslihatikum, lau mngezisahau mkaziwacha silaha zenu, wa amtiatikum, na mizigo yenu, fayamiluna alaikum mailatan wahidatan, wakaja wakakuvamieni mvamio mmoja tu. Ilo analipenda.
Wala junaha alaikum, hakuna ubaya kwenu, in kana bikum adha, kama mnakuwa na uzia au udhia nini, mimatarin, kama kuna mvua, maguo ya chaba chaba, au kuntum mardha, au mkawa wengine mna ugonjwa, antadhau aslihatakum, kuziweka hizo silaha, lakini bado wengine wakamate silaha. Wewe uliokuwa mgonjwa unaweza ukaweka silaha yako. Wakhudhu hidhrakum, chukueni hadhari zenu. Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, inna Allaha aadda lilkafirin, amewaandalia wale makafir, adhaban muhina, adhabu ya unyonge, ya udhalilifu kwa wale makafir. Fa idha qadaytumus salata, mkishamaliza sala za vita, hakuna vita kama sasa hivi, hakuna vita, basi fadhkurullaha, mtajeni Mwenyezi Mungu na sala zenu ziwe za kawaida, qiyaman wa qu'udan, hali ya kusimama na hali ya kukaa, wa ala junubikum, na hali mmelala kwa ubavu. Umelala pia unaweza kumtaja Mwenyezi Mungu. Wanasema hapa inategemea hali ya huyo mgonjwa, lakini sala lazima. Hizi aya zinatuambia kwamba sala haina udhuru. Adharu salati ithnaini, nyudhuru za sala ni 2 tu, kwa hadithi ya Mtume Muhammad. Adharu salah ithnaini, nyudhuru za sala ni 2. Annaumu, kulala mpaka muda ukakupita. Na hapa pia wanazuoni wamesema sio umelala baada dakika 10 kuingia adhana. Kulala baada dakika 10 kuingia adhana bado hujasameheka. Umelala kailula mathalan saa 8 na umechoka, inakuwa hali yako, ukaja ukaamka magharibi na kweli ulilala, pale una udhuru wa sala. Sio baada dakika 10 adhana anajipumzisha kidogo, ikiadhiniwa nende, ikikupita imepita hiyo, huna udhuru. Adharu salati ithnaini, nyudhuru za sala ni 2. Annaumu, kulala, wanisyan, uko macho lakini makazi iwe makazi, si unatupa njia sisi tu makazini? Hamna njia mpaka uwe annaumu wanisyan, na umesahau kabisa. Mfano, aghlabu yako ikiadhiniwa tu unasali, kiadhiniwa unasali tu, lakini siku ile ukashughulika ukaja ukawa nimesali sijasali, kumbe hujasali. Hapo itakuwa nisyani yako inakubalika, ndo annaumu wa nisyan hizo. Lakini kwa hali yoyote lazima usali. Ndo hapa anatuambia fa idha qadaytumus salata, wakati mkimaliza kusali, fadhkurullaha qiyaman, mtajeni Mwenyezi Mungu hali ya kuwa mmesimama, wa qu'udan, na mmekaa kitako, wa junubu, wa ala junubikum, na juu ya mbavu zenu, kwa maana mmelala. Fa idha tma'anantum, na kiwa mtakuwa mmetulia, fa aqimus salata, simamisheni sala kama kawaida, kwa sababu inna salata, hakika sala, kanat, imekuwa hiyo sala, ala almu'minina, kwa Waislamu, kitaba mawquta, ni wakati maalumu zimeandikiwa hizo. Kwa aya 2 imo katika surati Isra, aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana mashhuda wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Aqimis salata tarafay an-nahar wa zulafan min al-layl innal hasanat yudhhibna as-sayyi'ati dhalika dhikra lidhakirin. Hizi ndio nyakati za sala katika aya 2 hizi. Kwa hivyo wakati ikimaliza sala, ikimaliza fa idha tma'anantum, mkiwa na kutulia sasa, hakuna vita, fa aqimus salata, simamisheni sala kama kawaida, kama zilivyo, kama nyakati zake, kwa sababu inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, hakika sala imekuwa kwa Waislamu ni imeandikiwa wakati maalumu. Tumalize mpaka ukurasa huu,
wala tahinu, wala msijilegeze katika nini? Fi ibtighai alqaumi, kwa kuwatafuta watu waliokuwa makafiri. Msiregee kuwatafuta watu waliokuwa adui zenu. Wala tahinu, msinyongeke, msiregee fi ibtighai alqaumi, katika kuwatafuta watu waliokuwa maadui zenu. In takunu ta'lamuna, kama nyinyi mnaona mtapata maumivu, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, na wao wanayaona maumivu kama mnavyoona nyinyi maumivu. Watarjuna min Allahi, na nyinyi mnatarajia kwa Mwenyezi Mungu nini? Pepo. Ma la yarjun, wasiotegemea wao. Wa kana Allahu aliman hakima, amekuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye hukumu na anajua. Inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi, hakika Mwenyezi Mungu anamwambia Muhammad, tumekuteremshia juu yako kitabu Muhammad kwa kweli, litahkuma baina nnasi, ili wahukumie baina nnasi, bima araka Allahu, kwa yale aliyokuonesha, kwa yale aliyokuelekeza Mwenyezi Mungu. Wala takun, wala usiwe, lilkhainina khasima, kwa wale walokhini usiwe wasaidizi wao, usiwe wenye kuwasaidia wale khasima, yani muina, usiwasaidie wale walokuwa makafiri. Leo tukomee hapa kwa sababu tunakwenda mbali wengine, ila mtanipata kila Ijumaa. Nimeambiwa kila Ijumaa nije nichangamshe darsa, na darsa ndo kama tunapita, hatuna Jalaleni wala hatuna Fathul Qadiri wala hatuna Safwa hapa, tunapita mijaka tu, na inshallah hivi nilivyopita ni ndivyo. Kama utakwenda fungua Jalaleni utakuta haya. Kwa hivyo tutaonana Ijumaa inshallah baada ya asiri penye uhai, na Ijumaa itakuwa mwezi 9, Ijumaa itakuwa mwezi 16, Ijumaa itakuwa mwezi 23, Ijumaa itakuwa sikukuu. Hapo ya sikukuu sio hiyo. Kwa hivyo kuna Ijumaa mpaka tarehe 23 hapa. Inshallah tutakuwa pamoja na tutapita kama tulivyopita hivi katika sura hii. Assalamu alaikum.